Hii ni ibada ya agizo la kumbukumbu ya Bwana wetu Yesu Kristo katika meza takatifu na ushirika wa meza ya Bwana. Tuombe. Ukuu wako na uwezo wako umetuthibitisha kwamba sisi ni wanao, na kama ni wanao basi sisi ni warithi, na kama ni warithi basi sisi sio watumwa tena. Bwana, sisi ni warithi kwa kuwa ni wana wa ahadi, ni wana wa yule wa ahadi. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu, tumeamini neno hili na tumekubali kuliishi, na tutaishi vile lilivyo. Baba, naomba neema zako zote zinazohusu kikombe cha wokovu, ili kikombe cha wokovu kikatie muhuri na kumuinua mpendwa wangu huyu. Wapo hapa ambao wana maradhi ya magonjwa, na kiagiza kikombe cha wokovu. Hautaenda kufanya wokovu kwa watu wanaohubiriwa. Anza kufanya wokovu kwenye nafsi za watu hawa, kwenye miili ya watu hawa, kwenye roho za watu hawa, katika jina la Yesu. Shughulika na kila namna ya tabaka la kidunia na kutuhamisha kwenye maagano ya babu na baba zetu. Naam, Bwana, kwenye laana za magonjwa ya namna zote. Yesu, naomba unisikilize. Kila aliye mgonjwa, magonjwa makubwa kwa madogo, aliyepo hapa, naomba muhuri wako, naomba ishara na alama ya kwamba tulipokuja mlimani kuna muujiza ulifanya. Naomba huyu mtu apewe muujiza, yule ambaye anaumwa sasa, anapokwenda kupokea kikombe hiki, maana hao watesi wake ambao ni maradhi na magonjwa wakashikie mafuriko ya kikombe kinapofurika. Ratamori apaika riendeboshikosa rendabori amaika repomia moiko rapamosifoshe. Naomba neno la ishara, neno la ishara, neno la ishara, neno la ishara, neno la ishara. Tumegundua hii ni haki yetu, na kwa kuwa ni haki yetu, natangaza kama chombo chako na kama mtumishi uliyenipeleka mbele ya watu hawa, Mungu, ninapokwenda kuwashirikisha kikombe cha wokovu hiki, kikafanya wokovu tangu nafsi zao, miili yao na roho zao. Mungu, ninaomba miili iliyoambatana na maradhi na magonjwa, kwa jina la Yesu Kristo, yale magonjwa ndivyo yanavyopotea na mafuriko ya kikombe cha wokovu ambacho Bwana wanakwenda kukipokea katika nguvu za ishara kwa huyu Roho Mtakatifu. Na kila mmoja anayeamini aseme amina mara tatu. Amen. Luka mtakatifu 22 mstari wa 19 hata wa 20. Akatoa mkate, akashukuru, akamega, akawapa akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Sasa fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Amen. Basi sasa nimekwenda kwa kufupisha kutokana na muda wetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nitapita mbele yako ukiwa umepiga magoti, kwa kuwa kila goti litapigwa. Labda kama una shida ambayo inakufanya usipige magoti, alafu na kushirikisha meza ya Bwana. Tumetumia sakramenti na kushirikisha meza ya Bwana mdomoni moja kwa moja. Nimenawa kiafya, niko vizuri. Alafu baadaye nikimaliza nasema neno, mtumishi wa Mungu atapita na kikombe. Unachukua kikombe, anapopita karibu na wewe unachukua kikombe hivi taratibu, unakiweka kwenye kiganja hivi, unashika hivi,
Mnaniona wote? Wote mnaniona? Unashika hivi, unasubiria neno, tuliseme neno alafu kisha kwa pamoja wote tutakunywa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeeleweka? Utachukua taratibu kikombe, utakiweka hapo. Sasa basi niombe tukapige magoti pamoja na wenzetu pale. Wamwende Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Funika macho yako. Baba, katika jina la Yesu, mbele yangu kuna sakramenti, mbele yangu kuna chemikola. Hivi vina joini kwenye kile ambacho Mungu tumekiamini. Tumeamini neno lako, tukiamini linafanya mabadiliko na mageuzi. Na katika mlima wa mabadiliko, Mungu, ninaomba badilisha chemikola hii kuwa damu yako, na ubadilishe sakramenti hii kuwa mkate ambao ni mwili wako, katika jina la Yesu. Umesema lolote mnalofanya kwa neno au kwa tendo, fanyeni katika jina la Bwana. Na katika jina la Bwana ninavibariki kwa baraka za mbingu. Watu hawa sasa wanapokwenda kushiriki, vikawe katika ahadi za agano. Tulioyanena ni machache kuliko yale ambayo hatujayanena. Naomba kikombe kikafanye yote, hata yale ambayo hatujayanena, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Amen. Amen. Huu ni mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo uliotolewa kwa ajili yako. Pokea mwili wa Bwana. Pokea mwili wa Bwana Yesu. Pokea mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. 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 Endelea kutafuna. Pokea mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. 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 Pokea mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo.
Pokea mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pokea mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pokea mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pokea mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pokea mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Farabasikinga boshika. Na hii ni damu ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyomwagika kwa ajili yako. Na sasa unapokea kikombe cha Injili. Pokea kikombe cha wokovu. Pokea kikombe cha wokovu. Pokea kikombe cha wokovu. Naomba ninyi watatu munywe, kunyweni. Neno kwanza ili mnisaidie. Tarandaba semeshaka. Amen. Chukua, simama, chukua. Unamwambia pokea kikombe cha wokovu. Yes, amen. Yes. Wewe unashinda unakishika tu na kiweka hapa tu. Baadaye maliza utapita kuchukua kikombe. Hallelujah, hallelujah. Weka hapa. Wanakupe imani ya kuona hiyo ni damu ya Yesu. Unaitikia amina. Unasema amen. Rapashikisa inamose. Na hiki ndicho kikombe ambacho Bwana amekinena kitafurika katikati ya watesi wetu. Na unakunywa agano kwa kikombe kile ambacho Bwana anasema mtakinywea, wakasema tutakinywea, na sisi sasa tunakinywea. Kwa jina la Yesu Kristo, nenda ukakinywea kikombe cha Bwana. Nenda unywe sasa. Nenda unywe kikombe cha Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Anza kumshukuru Mungu.
kwamba sikustahili kukinywea kikombe chako, lakini Bwana umenistahilisha. Bwana umenistahilisha. Anayekusanya kikombe hicho anakupitia. Wewe ni jitu jingine. Wewe ni jitu la ajabu. Kinaponya maradhi na magonjwa. Kinapita mahali ambapo hujawahi. Kikombe cha wokovu kinaunguruma. Yesu anapounguruma, kikombe cha wokovu kinaunguruma. Ratamori ambai gabose. Rakatemo. Hebu pata nafasi. Mwambie Bwana asante kwa kikombe cha wokovu. Nimepokea kikombe cha wokovu. Baba, nimepokea kikombe cha wokovu. Ratamori ambai safashi. Saina buri amasi. Haleluya. Hiyo tulipokutia wakati tunanawa. Sasa tumia hii. Mwambie Bwana asante kuniponya. Asante kuniponya na kuniinua. Kuniponya na kuniinua. Mwambie Bwana asante kuniponya. Asante kwa wokovu. Asante kwa wokovu. Asante kwa wokovu. Amen, amen, amen. Inua mikono yako. Naomba inua mikono yako. Inua mikono yako. Sema Bwana Yesu, nimeelewa mpango wako. Na nitaishi katika huo. Nimepokea funguo leo. Na kwenda kufungua malango yote. Na kila amri na mamlaka zilizokuwa zimefunga mbele yangu. Mimi na nyumba yangu. Mimi na kanisa. Na ile madhabahu ninayoitumikia. Nimebeba utimilifu wa kiungu kwa jina la Yesu. Bwana, naweka ulinzi mkamilifu juu ya vyote nilivyopokea. Naenda kuvunja kuta zozote zilizozuia mbele yangu mafanikio ya uchumi, mafanikio ya uchumi, mafanikio ya afya kwa watoto wangu, kwa ndoa yangu, baraka za mafunuo na ile roho ya kibali. Tangu sasa napokea kibali mbele zako Bwana. Ninaondoka mwenye kibali na mwenye muhuri wa kibali chako Bwana mbele za watu wako. Kila atakayeonekana mbele yangu, naamuru kibali, atakikubali, akanikubali, akanikubali. Kasoro shetani. Wanadamu wote wakanikubali. Kasoro shetani. Kwa jina la Yesu nimekuamini Bwana.
Mimi ni mtu wa miujiza. Mimi ni mtu wa ishara. Mimi ni mtu wa ajabu. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Naomba tupange viti. Zoezi linaendelea lingine, tupange viti. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Kama kawaida ya darasa. Tupange viti kama kawaida ya darasa. Irudi kule. Tunakuja sasa, kumbuka kwamba hivi ambavyo tumevifanya sikuviainisha kwenye ratiba yetu, lakini nilikuwa navyo na Bwana alituagiza kufanya hayo, na sasa tunakwenda ombi la tatu. Kaa vizuri. Sasa kwa kuwa tuna karatasi ambazo sipo hapa, na wale wageni wetu ngoja tuwapendelee, tuwape karatasi. Njoo mchukue karatasi. Sasa kwa kuwa zipo, mko ngapi? Haya. Moyo wa Hebu tuseme moyo wa nyama mara 3. Haya, Ezekieli 11 mstari wa 19, msomaji mmoja some. Nami nitawapa moyo mmoja. Nami nitatia roho mpya ndani yao. Nami nitauondoa moyo wa jiwe katika miili yao. Nami nitawapa moyo wa nyama. Naomba unisikilize vizuri sana. Mungu ana maana gani kwa Ezekieli? Mungu hafanyi kazi na moyo wa kibinadamu. Mungu hayuko radhi na moyo wa kibinadamu wenye matokeo ya machimbuko, kama tulivyosema, ya ukoo wetu. Mungu hafanyi kazi na moyo huo. Ahadi ya Mungu ni kwamba nitawapa moyo mpya. Sasa unaweza ukajiuliza, ni swala la ukubwa wa imani kuamini jambo hili, kwamba moyo niliozaliwa nao kwa mama, manake Mungu hatatumika na huu. Mungu huwa anaweka wa kwake ambao utakubaliana na matakwa yake na mapenzi yake na makusudi yake. Mungu hafanyi kazi na moyo huu tulio nao. Sasa tena naenda mbali zaidi, anasema nami nitatia roho mpya ndani yenu. Manake watu wote tutakuwa na roho mpya, sio roho ile tulio nayo, kwa sababu kila mwanadamu ameokoka hajaokoka na roho ambayo ni nafsi. Amen. Kila mtu ana roho, ile ni roho ya kibinadamu, lakini yeye anasema ili mfanye mambo mapya lazima muwe na roho mpya. Hamwezi kufanya mambo mapya bila roho mpya. Mambo yetu yamekuwa yale yale siku zote. Tunakwama, tunachoka, tunakata tamaa, tunashindwa kwa sababu tuna roho ile ile mpya ya zamani. Halafu tuna moyo wa zamani. I say, ni uumbaji wa namna gani ambao Mungu anakufanya ili kwamba abadilishe, afanye mageuzi ya moyo mpya halafu na roho mpya. Ni jambo la kutisha sana. Amen. Kuna point pale. Nami nitawapa moyo mmoja, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitauondoa moyo wa kijiwe. Ni moyo gani wa kijiwe? Ni mioyo ya kibinadamu uliomo ndani ya mwili wenu. Mungu naondoaje sasa? Nisaidie, anaondoaje moyo ulioko ndani yangu? Hautaishi ukiwa mchungaji na moyo wa kibinadamu.
Hautaishi ukiwa mtumishi na moyo wa kibinadamu. Lazima uwe na moyo wa Mungu, na moyo wa Mungu ni moyo mpya, na uwe na roho ya Mungu, roho mpya. Sikiliza, Ezekieli anakuja anakandamiza tena katika ile mlango wa 36 mstari wa 26. Msomaji mwingine. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama, moyo wa nyama na moyo uliobeba roho ya unyenyekevu. Sasa hapo umemaliza moyo wa nyama. Yale ni maelekezo. Moyo wa nyama, moyo wa nyama ni moyo uliobeba roho ya unyenyekevu. Hivyo makofi kwa Yesu. Hivi vitu lazima tudai, ni haki yetu na ni vyetu. Moyo wa unyenyekevu ndio moyo wa unyenyekevu ni moyo mpya. Mungu hajawahi kuwa na moyo mgumu, moyo wa jeuri, moyo wa kiburi, moyo wa dharau, moyo wa masengenyo, sio wa Mungu. Ukiona una chuki, unaona una fitina, una magomvi, unamwazia mtu vibaya, naomba ujue una moyo wa kijiwe, una moyo wa kibinadamu. Mungu hajawahi toa moyo wa namna hiyo, wa kumchukia ndugu yako, wa kumsengenya, wa kumtazama vibaya. Huo sio moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu ni moyo wa nyama, ni moyo wa nyama. Unapoona unampenda hata yule ambaye amekufanyia vibaya, huwezi kumnena maneno mabaya, maana kama una moyo wa kimungu, ukinena neno lolote linalotoka kwenye moyo huo lazima liende kuzaa. Ukinena vibaya litazaa mabaya. Mimi nikisimama nikunenee mabaya, ndugu yangu, yanakutokea mabaya, kwa sababu nina moyo wa kimungu ndani yangu. Ndio maana tunatakiwa tujilinde katika mioyo tulio nayo kunena mambo. Hata kule kwa washirika wetu tunaowaongoza, usiwe mwepesi kunena maneno magumu, yatawatokea. Maana wewe huna moyo wa kwako. Wewe mtumishi una moyo wa kimungu na una roho ya kimungu. Kwa kama hauko makini kunena maneno kinywani mwako, utawaua watumishi wako, utawaua watu wako. Kama umekuwa, kama nimesema jana, umekuwa ni mtu wa kulipuka kuwasema vibaya watu, unapowasema vibaya, yale maneno unayoyasema kwao yanaenda kufanyika. Maana wewe una moyo mpya na una roho mpya. Ile roho inakwenda kufanya. Ukisema wewe ukamwazia vibaya, ile hasira na mwako wako unakwenda kumuumiza. Utajikuta tumewaumiza watu wengi sana kwa sababu ya kutokuwa makini kujua mioyo tulio nayo. Huwezi ukawa mtumishi bila moyo wa kitumishi, na moyo wa kitumishi ni moyo wa nyama. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndiyo, Isaya 57:15. Msomaji mwingine. Kama yeye aliye juu, aliyetukuka, akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi: nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Kazi ya Mungu akikaa ndani yako na roho yako iliyotubu na kunyenyekea, anaanza kazi ya kufufua roho zao wanyenyekevu. Yaani watu ambao ni haki yao kukaa imani mwa Bwana, ni haki yao kuokoka, ni haki yao kumtumikia Mungu, ni haki yao kufanya nini. Mungu akikaa ndani ya moyo wako, anaanza kuwahuisha watu, anaanza kuwafufua. Kwa hiyo wewe utafanya kazi ya kufufua watu. Utafanya kazi ya kufufua watu. Amen. Kwa sababu amekaa ndani yako, ili akikaa ndani ya moyo uliotubu na kunyenyekea, anze kufufua watu. Hebu jipange kuona mwenendo wako, uwe na moyo wa unyenyekevu wa hali ya juu sana. Na anaendelea, anafundisha hapa, anasema moyo mnyenyekevu ndo nyumba ya Bwana. Watu na watumishi wengi wamejaa roho ya utumishi na Mungu hutumika kwao, lakini hakai kwao. Kuna watumishi wa Mungu ambao wamejihesabia kuwa ni watumishi wa Mungu na wanamtumikia Mungu vizuri, lakini Mungu hakai kwao kwa sababu hawana moyo wa nyama. Kwa hiyo kuna mambo makuu mawili. Unapokuwa una utumishi ni kitu kingine,
lakini moyo wa nyama ni kitu kingine. Naamini kwamba utakuwa shahidi yangu kwamba umewaona watu ni wazuri sana, akisimama madhabahuni ni mzuri sana, akitumika miujiza na mambo, lakini angalia tabia zake ni za jeuri na kiburi na kila uharibifu. Manake ni mtumishi, lakini Mungu hakai kwake. Kanuni ya uchaguzi na kura ya Bwana, anakaa ndani ya moyo wa nyama. Kwa kuwa wamekosa moyo wa nyama, Mungu hakai kwao, ila Mungu amewapa roho ya utumishi. Ndio wale ambao anasema wengi watasema kwa jina lako mbona tulitoa mapepo, tulifungua watu kwa jina, atasema ondokeni kwangu sikuwajua. Lakini walifanya mambo mengi mazuri ya kimungu. Walikusanya mamia na maelfu ya watu. Bwana Bwana, kwa nini? Bwana Bwana, kwa nini? Atasema ondokeni kwangu sikuwajua. Bwana tulifanya haya, mbona tulikemea kwa jina Yesu na mapepo yakasema tunaungua. Nasema ondokeni kwangu. Nataka nikupe siri ya kuwa mtu wa Mungu alafu ni mtu wa mbinguni. Sitaki kufanya kazi ya Mungu alafu kakosa kuwa wa mbinguni. Ili uwe wa mbinguni uwe na moyo wa nyama. Amen. Amina. Amen. Ukiwa na moyo wa nyama, Mungu anaishi kwako, anahamia kwako, anakaa kwako. Amina. Amen. Sasa usije ukatumika alafu huna hema la Bwana mahali ambapo Bwana anakaa. Tunaenda pamoja? Amen. Na siri ya unyenyekevu. Nini maana ya unyenyekevu? Nataka nikupe tafsiri. Ninajua wengi mnajua tafsiri za unyenyekevu. Naomba nikuongezee nyingine katika zile unazozijua. Amen. Amen. Na siri ya unyenyekevu ni ile hali ya kujitambua eneo lako la nguvu, kisha utambue eneo la udhaifu. Hii itakusaidia kujilinda, kwa kuwa unajua kuwa eneo fulani huwezi ama huwa unashindwa. Kwenye eneo hilo jilinde sana. Unasikia hapo? Yaani sifa ya unyenyekevu ndio hiyo. Ndio katika sifa nyingi za unyenyekevu, sio kuongea vizuri kwa upole, sio ni kujitambua. Mimi Yohana, ili niwe mnyenyekevu lazima nijitambue. Kuna mahali fulani huwa nashindwa. Ila kuna mahali fulani niko vizuri, lakini kuna mahali fulani nashindwa. Pale ninaposhindwa natambua ndio mlango wa adui. Sawa jamani? Na kwa kuwa ndio mlango wa adui, ndio nitapalinda pale kuliko unavyofikiri. Kwa sababu nimeshatambua mahali gani ambapo huwa pananiletea udhaifu. Nifanya nijiinue, nifanya nifanye nini? Ni udhaifu wangu. Kwa hiyo lazima kila mtu atambue udhaifu wake na mahali pake pa nguvu. Na hakuna mtu ambaye anakuwa na ufanisi kwa kila eneo asilimia zote. Hakuna. Utakuwa mzuri hapa wenzio wataweka maswali. Utakuwa mzuri hapa, lakini hapa pataleta maswali. Utakuwa mzuri hivi, hapa pataleta maswali. Ndio maana tunapaswa kuchukuliana, kwa sababu tunao watu ambao ni wazuri eneo fulani na eneo fulani si wazuri. Tunakuwa na nafasi ya kuchukuliana na watu kwa sababu amekuwa sio mzuri, kwa sababu udhaifu wake sio dhambi. Hatuzungumzii udhaifu unaosababisha dhambi, hapana. Udhaifu unaosababisha mapungufu ya kawaida. Nanielewa? Ya kawaida. Mtu mwingine unaona ana ujasiri eneo fulani, lakini eneo fulani amedhoofika sana, eneo fulani ameshindwa sana, eneo fulani amelemewa sana, lakini eneo fulani anatufaa vizuri sana. Kwa tutatembea naye kwa sababu ya eneo ambalo anatufaa. Kwa ile eneo ambalo ni mdhaifu, basi ajitambue. Akijitambua alinde. Ndio pale tuliposema jana, habari ya makwazo yanasababishwa na eneo lako la udhaifu. Sasa akisababishwa na eneo lako la udhaifu, ukijua eneo lako la udhaifu, kwa mfano nilipokuwa nafundisha mahali pengine habari hii, mtu mmoja akasema, kweli baba, mimi nina hasira, na mtu akifanya 1, 2, 3 nina hasira. Nikasema hizo hasira huwa zinajitokeza mara kwa mara wakati mtu amefanya jambo. Nasema ndio. Nikasema kama ni hasira za mara kwa mara, hizo sio za Mungu. Hasira ambazo zinatokana na roho ya kimungu zina wakati. Jina la Bwana libarikiwe sana. Zina wakati. Kwa kama mtu unafika wakati unafanya jambo hilo mara kwa mara, manake kuna mahali pako pa udhaifu. Kutokana na hilo, ninaomba katika maisha yako, ninaomba tengeneza, ujiandikie mwenyewe kwenye diary yako mahali pako pa udhaifu ni wapi. Ukipatambua mahali pako ambapo kwa kweli ni mdhaifu, hapo unatakiwa uwe makini na kupalinda sana. Ndipo panaposababisha uharibifu kwa wenzio. Amina.
Lakini pia unatakiwa utambue mahali pako pa nguvu. Bwana amenipa neema hii, huwa inaweza hivi, huwa inaweza hivi, huwa inaweza hivi. Nasimama nafanya mengi mbele yako kama askofu na kama ambavyo umeona, lakini natambua mahali pangu pa udhaifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huwa natambua mahali pangu pa udhaifu, na ili nitembee salama pamoja na mwenzangu ni lazima nipathibiti mahali pangu pa udhaifu. Nisipopathibiti mahali pangu pa udhaifu, manake kila mmoja na mahali pake pa udhaifu. Ndio maana unakuta makanisa yanagawanyika. Kwa nini makanisa yanagawanyika? Kwa sababu huyu anagawa kanisa anatumia mahali pa udhaifu pa huyu. Huyu anagawa kanisa kutumia mahali pa udhaifu pa yule. Kwa mahali pa udhaifu pa huyu panakuwa mtaji wa huyu. Mahali pa udhaifu pa huyu panakuwa mtaji wa huyu. Unaona? Kumbe mahali pa udhaifu panatakiwa mtu ajitambue, akijitambua palinde. Ukijua mahali pako pa udhaifu ni mwizi wa zaka, linda hapo pasiibe zaka. Weka mlinzi. Hapaibiwi palipo na mlinzi. Amina. Ukigundua mahali pako pa udhaifu ni mtu msema ovyo. Unajua kuna watu wasema ovyo hawatunzi upako wa Mungu. Wanakuwa ni watu wa mizaa. Hata mahali ambapo hapatakiwi kuingia kuzungumza mambo fulani, wanachomeka mambo yote popote pale. Hawana mipaka kwamba hapa sasa nizungumze haya. Mfano mdogo, nimewaomba mnyamazishe simu zenu mzime mara tunapokuepo hapa kambini. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na hata tulipomaliza nikasema naomba tusiwe na mazungumzo tukavuka mipaka. Ni watu wamepiga stori za mashamba, wanapiga stori za nini, wanapiga stori za viazi huku vinakubali, kule vinakataa, kule kukilima kule. Sasa ngoja tumalize hivi. Hawakuelewa tumesema nini. Tumesema mahali hapa tunataka tusizungumze habari ya shamba. Si tumezungumza majumbani sana jamani, kila siku tunaongea. Sasa tumesema tujaribishe tu siku 3 tuongee nje na shamba, nje na njegere, nje na maharage, nje na viazi, nje na nini. Tuongee habari hizi. Tumeshindwa. Na wewe unanikubali kwamba tumeshindwa? Na hili ni tafsiri kwamba nafasi ya Mungu ni kidogo sana kwetu, ila yaliyotuzunguka, yaliyotujaa ni mengi sana. Tuwe tunatoa nafasi ya kufikiri ya Mungu. Unaweza kushangaa uko mlimani kwenye maombi, lakini uko kwenye maombi fikira zako za miradi zinaingia. Unaendelea na fikira za miradi. Uko kwenye maombi, manake tumekamatwa na moyo. Mioyo yetu ina nguvu mno kuliko ile hali ya moyo wa kimungu. Roho zetu zina nguvu kuliko ile hali ya roho ile mpya ya kimungu. Roho mpya ya kimungu haina muda sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Muda ni mwingi sana ambao tunao kutafakari mambo yetu, kuzungumza mambo ni mwingi sana, mwingi sana. Kama wachungaji hatujakaa mahali pamoja namna hii. Tumeomba siku 3 tu kwa mwaka. Kwa nini jamani? Bado zimeingiliwa. 3 tu bado zimeingiliwa. 3 tu. Halafu tumekimbiza. Bado tumeongeza tena jitihada za kwamba tufunge na tuzime simu. Maana watakwambia huku tumevuna hivi. Tumevuna badala magunia 200 yametoka 2. Tukashangaa mpendwa hapa kiroho chake kinaharibika. Tumesema tuzime simu ili usipate habari za kule. Watu wanapata habari za nyumbani na zinaleta madhabahu huku tena. Tumesema tunahitaji madhabahu yako. Yaani ilikuwa tuzime simu tangu tumeanza mpaka kumaliza. Kwa tumetumia ubinadamu. Je, ni nani tukisema tuzime simu siku 3 asiiwashe kuwasiliana na nyumbani anaweza? Anyoshe mkono. Kumbe tunaweza. Liko ndani ya uwezo wetu. Jamani, liko ndani ya uwezo wetu. Mmenitia moyo katika siku ambayo mmenitia moyo leo. Ngoja niwashangilie. Mtu akihubiri ukibarikiwa unashangilia, mbona na nyinyi mmenitia moyo? Kumbe iko sababu. Lakini je, mioyo mpya ndio yenye kuamua jambo?
Roho mpya ndiye yenye kuamua. Mimi ninapokuagiza, ninapozungumza nawe kama mchungaji wangu, naongea kutoka kwangu, natumia moyo mpya na roho mpya. Natakiwa ninapokutana na wewe agizo likutane na roho mpya iliyoko ndani yako na moyo mpya. Je, nauliza swali, maagizo huwa yanakutana na roho mpya au na roho ya kwako? Ndio maana yanapokutana na roho ya kwako unaanza kufikiri, au sisi tungefanyia ibada huku. Sasa uchumi. Si tunasema hivyo jamani? Tuseme jamani. Sasa uchumi. Sasa kilipita kikaenda. Sasa mpaka igale. Sasa nauli nitafanya nini? Jamani, hatujawaza hayo. Nauli nitafanya nini? Si wangesema tungekuwa labda tukusanyike Uyole. Si wangesema tukusanyike wapi? Si wangesema hivi, wangesema hivi. Shida inajitokeza kati ya mmoja akatumia moyo mpya na mpokeaji akapokea na moyo wa kwake. Lazima ugomvi utokee. Hawajanielewa. Lazima ugomvi utokee. Nisikilize. Hii saikolojia naomba nisikilize. Ninapokuja kwako nimelisema jambo ambalo sio faida yangu. Ni kwa ajili ya Bwana. Ujue nimetumia moyo mpya na roho mpya iliyoko ndani yangu. Nategemea kwako utapokea kwa roho mpya. Naomba simu mbili. Simu nyingine. Naomba simu nyingine. Asante. Amen. Hii hapa ni simu na hii ni simu. Hii hapa haina line. Hii hapa haina line. Hii hapa ina betri na zote zina betri. Ukiwasha zote zinawaka. Sasa nataka mawasiliano. Yatafika? Lazima zote ziwe na nini? Na line. Tuone wasomi tusaidie nini? Line sio ni Kiswahili ni Kiingereza? Kiingereza. Tusaidie wasomi. Ni Kiingereza? Sim card. Ukisema card nayo ni Kiingereza. Line ni Kiingereza. Sasa nilitaka niulize wataalamu wa lugha hapa. Line maana yake ni neno line. Line ni mstari. Line ni mstari kwa yani ukiingia kwenye nini? Mkondo. Alafu kwa lugha ya kiroho laini ni moyo wa nyama. Laini yani umelainika. Ukiwa laini, mtu huyo ni laini, ni mtu anayeingirika. Laini ni muunganiko na mbingu na wewe. Yani ni muunganiko. Sasa ninapokuja kwako, kinachotusumbua kati ya kiongozi na waongozwa, hata wewe unapoongoza washirika wako kule nyumbani, kinachosumbua ni hiki. Unapozungumza na washirika ulionao, unazungumza katika hali ya rohoni, si ndio? Wenyewe wanapokea katika hali ya mwilini. Hapo lazima cheche zitokee. Lazima ugomvi utokee. Unapozungumza kwa habari ya nikakuagiza jambo kwa rohoni, manake nimetumia moyo moyo mpya. Sio ya kwako ni ipi? Nimetumia moyo mpya. Sawa jamani? Alafu nimejaa roho mpya ndani yangu. Alafu nimekuagiza, nimetuma message, nimerusha. Najua zinafika kupokelewa na moyo mpya kwao pia. Na bahati mbaya zikafika Baba kwa wachungaji, zikapokelewa na moyo wao. Lazima maswali yanaanza, la kwanza, la pili, la tatu, la nne, alafu matokeo nakutana na maswali. Sasa hapa unajua. Wewe sikia,
natengeneza mtandao kuanzia leo. Sisi hatujaunganika ukoo huu kwa maana ya mioyo yetu. Tumeunganika ukoo huu kwa maana ya moyo wa nyama. Moyo mpya. Nikiwa ndani yangu kuna moyo mpya, alafu ndani yako kuna moyo mpya, tutaelewana katika lugha mpya. Usemi wetu utakuwa mmoja. Ndio pale aliposema imani moja, ubatizo mmoja, roho moja, mapenzi mamoja, nia moja. Kwa sababu wote kuna moyo mpya na roho mpya. Ingekuwa mimi ningeshangilia. Hapo tunapata mapenzi mamoja. Lakini nje ya hapo hatupati mapenzi mamoja. Na magongano yanajitokeza humo. Amina. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi niwaulize maswali. Tunaweza tukasema maombi yetu haya mwaka kesho tunahamishia Makete. Tutakuwa tayari kwenda? Wangapi wanasema tuko tayari tunaenda? Hatutapata sio nakumbuka. Tutaanza kujadili nauli. Amina. Kubaliana mapema. Simama useme tuone. Lazima tutajadili kwa sababu hata tunapokuja huko na swala ni na lakini bado maswali yakajitokeza. Haya, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mambo tunaweza tukafanya kwa sababu ya nguvu ya kiongozi. Kiongozi anayo nafasi ya kuwanyakua wengine wanyakue kwenye moto, lakini katika hali ya kawaida tunaweza tukasema jamani, kama kuna eneo zuri huko Tukuyu huko, twende wote huko. Kuna eneo zuri wapi huko Tunduma huko, tunasema safari hii tu wapate surprise watu wa huko bonde la Songwe. Tunakuja wote Songwe. Awamu hii jamani, tunaingia Njombe, wote Njombe. Naomba unaniruhusu nitumie kuongea na wewe na moyo wa kwangu Yohana Chaula au na moyo mpya? Wewe unao? Network itashiketi. Itakuwa hewani. Haita scratch. Imeeleweka hapo tu hapeni? Haya. Naendea pale chini. Kwa lazima ujitambue udhaifu mahali pako pa udhaifu. Na mimi ama ofisi inaishi na wewe ikijua fulani yuko vizuri lakini mdhaifu sehemu fulani. Ila sijui yeye anajitambua. Mahali pako pa udhaifu panahitaji kulindwa sana. Na ukishafanikiwa kufanya moyo wako kuwa na nyama, kinachofuata ni ulinzi mkali. Mithali, msomaji mmoja. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokapo chemchemi za uzima. Haya, linda sana moyo wako. Ni kweli hata sasa tunapokea mambo mazuri na matamu mahali hapa, na kama hatutaweka ulinzi mkamilifu, kama hatutaweka security wa hali ya juu, mimi nakwambia vyote hivi vitapotea. Mimi nimesoma maandiko Bwana. Sema yanasemaje? Wamechoka hata kusema. Sema yanasemaje? Yesu nimemsikia mwenyewe. Anasema Bwana, nilitoka, mpanzi alitoka kupanda mbegu. Wakati anapanda mbegu zingine akapanda. Zingine? Haleluya, haleluya. Anasema na zile penye njia ndege, na zile penye mwamba, halo, na zile penye udongo mzuri. Wanafunzi wanauliza, bado unaongea kwa mafumbo hivyo? Akasema wengine hawawezi kunielewa mpaka mifano.
ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, lakini kuna wengine wachovu kuelewa. Inabidi nizunguke mpaka wanielewe. Ndivyo ilivyo. Hata hapa katika mafundisho mengi tunayofundishana, kuna wengine wameelewa, wamekwenda mbali sana. Kuna wengine bado ndio wanapandisha kambi. Kuna wengine ndio wanaandaa posho kusafiri. Unaona? Yesu alikuwa na wakati mgumu sana. Hata kanisani unakofundisha, kuna wengine wanaelewa haraka, wengine wanachelewa. Bwana we, utagundua penye utekelezaji wa yale uliyoagiza. Kesho nategemea wote tutawahi ibadani. Kama ni saa 4 ni saa 4 Jumapili, kama ni saa 3, kama ni saa 9 jioni, wote tufika. Wenye masikio mbegu zilidondoka kwenye udongo mzuri, saa 9 kasoro wapo. Lakini wale ambao mbegu zilidondoka njiani, kumbe anapotoka hapo tu amesikia, anapotoka hapo mbegu zile ndege. Tena Yesu anasema huja mwovu akaliondoa lile neno. Kwa nini anataka hapa uwe mlinzi? Usifurahie tuliojifunza hapa. Mwovu amejipanga hivi. Utaona, nitahakikisha yuko vile vile alivyokuwa. Na atakapotoka pale nitamchomekea hivi. Alafu anapokazana kushughulika na aka mimi na nyakua lile neno ndani yake. Akinyakua, unashangaa mpendwa amekuwa yule mwenye ugomvi yule mbishi yule asiye na moyo yule. Jamani, mbona tumetoka kwenye kambi ya karakana huko? Mbona tumekarakanishwa vizuri? Ni kwa sababu lile neno limekwisha kuibiwa ndani yake. Sema kwa jina la Yesu. Hakuna wa kuniibia. Vyote nilivyovipokea nitavitunza zaidi ya hela. Semaje? Anasema hapo pana chemichemi, pana kikombe cha mafuriko. Kwa kuwa pana kikombe cha mafuriko, linda. Moyo mpya umepewa, linda. Roho mpya umepewa, linda. Linda bwana. Mwambie jirani yako, linda sana. Linda sana. Linda sana. Mwambie tena, linda sana. Bila ulinzi, uharibifu utaingia na uchafu kwenye hiyo chemichemi, na ukaona unatoa vitu vizuri, lakini wewe upati kibali kwa kuwa ukulinda chemichemi, na maadui wameweka tabia za kiukoo au kikabila zikakurudia, na ukafanana na ukoo wako badala ya kuwa mtu wa mbinguni unayeishi duniani kwa tabia zako zote, tangu mawazo yako, maneno yako na matendo yako. Hivyo jionyeshe ulivyo. Msomaji, jitahidi kuonyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Sasa mwambie jirani kujitahidi. Kujionyesha kwamba wewe una kibali. Yaani ni ngumu kuelewa kwamba wewe una kibali. Jitahidi. Yaani neno jitahidi maana yake nini? Ana maana kama mtu anaposema jitahidi, kazana. Maana usipokazana bado shida inakuwepo. Kuna mambo yanaweza kujitokeza, sio kwamba wakikuhimiza mara ya kwanza hujaelewa, wanakuhimiza mara ya pili hujaelewa, wanatuma message mara Hebu ukipata kitu jitahidi wewe sasa. Jiongeze kwa lugha nyingine kwamba mimi ndiye ninayeagizwa, mimi ndiye ninayetegemewa mimi. Sasa wengine yanageuka, naona mambo ya kwake ni ya muhimu sana kuliko mambo haya, na kuanza kuomba ruhusa. Hebu nikwambie, piga picha. Kama shetani angekuchokoza usingefika. Hebu niambie, muulize jirani yako, vipi usingefika? Ungekuwa sawa na waliofika? Hebu tuseme ukweli. Tumehama hatujahama?
Sasa usingefika, piga hesabu hali ya mawazo yako, ulivyokuwa unaona huduma yako inakuwa. Sasa hivi kuna kitu fulani kinakwambia, nikirudi pale mimi ni mtu mwingine. Nikirudi pale mimi kwanza, huu ni mtaji, sitauacha. Ndio nalianzisha jumla. Napata mtaji. Mungu hawezi kuvianzisha vitu hivi, anatutia nguvu. Aise, kubaki unazungumza mbele za watu kuna uchovu mkubwa sana. Lakini kwa nini Mungu ananihuisha, naona nguvu inaendelea kuwa ni kama ndo naanza? Mungu ameona kuna vitu vinatakiwa viwafike. Kuna vitu vinatakiwa viwafike. Kwa hiyo analazimika kunitia nguvu ili niendelee kuvichomoa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Linda moyo wako. Sema kwa jina la Yesu. Moyo mpya utakaoingia ndani yangu leo, na ahidi kuulinda kwa uwezo wa jina la Yesu. Ikiwa unalitumia neno la Mungu, wewe mwenyewe ufanane na hilo neno, ili uwe na kibali, uwe na halali ya matumizi ya neno. Unajua nini maana halali? Mnaelewa maana halali? Manake usilitumie neno kuagiza wengine wakati wewe ufanye. Sawa? Neno halali manake linakata kwote, linaleta usawa. Alafu ni haki yako kulitumia, linakuhusu wewe, ni la kwako. Amina. Limejitosheleza kwa ajili yako. Ninapozungumza kwamba jilinde dhidi ya uzinzi, mimi nimejilinda. Sitasema jilinde dhidi ya uzinzi alafu mimi sikujilinda. Hilo neno nalolitumia lianze kwako. Mitego iliyo mingi sasa hivi kwetu wachungaji ni shetani kutuletea washirika wazuri na warembo, lengo kutudondosha. Sikuna mtu ananielewa? Na wanapokuja kule kwa ibada wanakuwa wazuri, alafu wenye kuonyesha uhitaji mara kwa mara, wanahitaji mara kwa mara wahudumiwe, mara kwa mara wanahitaji mara kwa mara wahudumiwe mara kwa mara, mara kwa mara wahudumiwe mara kwa mara, mara kwa mara wana maswali vizuri mara kwa mara, wanatafuta upenyo, wanachokonoa wapi nitapitia nimuone huyu baba ana hali gani, anaingirika wapi, anaelewekeka wapi, anasomeka vizuri. Wanatutafuta. Wametumwa rasmi watudondoshe kwa roho ya uzinzi, uasherati, tamaa mbaya. Na tuna wachungaji wanazini kwa njia ya tamaa. Anajiona yuko salama kwa sababu pengine hajafanikiwa kwenda kulala na yule mwanamke lakini tamaa. Na unapoona kuna dalili ya tamaa imekugusa kwa mtu yeyote, na kwambia huyo ana network ya kukuharibu. Mtu yeyote ambaye yuko vizuri na wewe, huwezi kuwa na tamaa. Lakini kama umeona kuna mtandao wa tamaa umewaka juu ya mtu fulani, ujue huyu katumwa. Amina. Inatafuta network, kamate kama ilivyo kamata kwake, kamate na kwako. Wana wa Mungu wapendwa, uasherati ni aibu. Nasema tena, uasherati ni aibu. Uasherati ni aibu. Najua ninafu umemkuta mchungaji amepiga mtu. Nikisikia Stefano amepiga mtu, angalau linasemeka. Sina maana upige mtu, ni yale uharibifu ni ule. Lakini kibinadamu tunasema ni nafuu. Mchungaji anapokuwa ameingia, ameanguka kwa uasherati,
Unajua mimi askofu nakuwa nimeanguka. Unamjua askofu wake? Unamjua askofu wake? Tena afadhali, bahati nzuri hawasemaji mnamjua makamu wake wa askofu. Wala hawasemi mnamjua katibu wake. Si ndio jamani? Hii kanisa lile pale, unamjua na askofu wake. Wanasema askofu au wanasema uongo? Askofu wake. Kuna jamaa fulani askofu wake yuko kule Mbeya kule. Hamna lolote hawa. Wanabwabwaja maneno tu. Jilinde na uasherati wana. Kuna kitabu kinakuja hapa. Lazima ni Yakobo huyu. Sio Yakobo huyu, ni kitabu cha Yakobo. Yakobo, nisaidie pale. Anasema tamaa ikizaa nini nazaa nini, tamaa ikizaa nini na ninazaa nini. Si Yakobo huyu? Huyo Yakobo. Ngoja kwanza tuone pa kuanzia ili tupate point. Anzia 12. Mtu heri mtu astahimilie majaribu. Mlango wa kwanza mstari wa 12. Heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Sikiliza. Ngoja kwanza. Wakija kutujaribu sio tatizo. Ila ni mzuri yule mtu ambaye ameulinda moyo wake akastahimili kukabiliana na kulishinda hilo jaribu. Amina. So majaribu hatuwezi kuyazuia, tutakemea, na Yesu alitufundisha akasema ombeni msingie majaribu, lakini anakuja. Lakini ametupa neno la option kwamba yakija singie majaribuni. Alafu anasemaje? 13 anasema mtu ajaribiwa asiseme ninajaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Twende hapa. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Alafu huku akivutwa na kudanganywa. Kinachoanza kutuvuta ni udanganyifu. Nilimkuta mchungaji mmoja wa kanisa moja, nisilitaje, alisema mchungaji yule akawa anamtongoza binti mmoja kanisani mwake, anamuita kila siku anamtongoza. Sasa alikamatwa na wazee wa kanisa, wakasema nini unamtongoza huyu binti baba? Akasema nilikuwa napima kama wanamtongoza wengine anaweza akakubali au vipi. Udanganyifu unamvuta mtu. Yaani pale yule baba alikamatwa na pepo la udanganyifu, likamfanya eti ajifanye anampima, kumbe ndani yake kulikuwa na ndani yake. Walimuwahi kwa sababu yule binti alipoona siku ya kwanza akajua labda leo mchungaji wangu amejaribiwa, ikabidi binti amstahili. Alikataa yeye mwenyewe, akamfichia mchungaji na akaendelea kuwa mshirika pale. Mchungaji akamuita mara ya pili, binti akastahimili, kula akawa anashinda, anachomoka. Baba, wewe ni mchungaji, siwezi kufanya hayo na wewe. Unaona? Awamu ya 3 alipoitwa, yule binti akaenda kwa wazee wa kanisa. Jamani, mchungaji nimevumilia mara 2 yote ameniita. Sasa hii ni mara ya 3 baada ananiita, na akienda kula ananitongoza. Nisaidieni. Niwaulize swali, huyo binti alikuwa mzima au kwa mzima?
Alikuwa mzima, yaani alikuwa mzima. Wazee wa kanisa wakasema, sasa wachungaji si wasemaji sana kuliko sisi, na wanajitetea, tunaweza tukashindwa kuwakamata. Uje umkubali, anaposema anakusemesha, sisi tunatega mitego. Yule binti akakubaliana na wazee wa kanisa. Kama kawaida mchungaji wa kesi anajaribu kama anaweza kukubali huko nje. Akamwita tena, mwanangu njoo. Akaenda. Sasa kumbe wale wazee wa kanisa, kuna mtu yuko penuni anasikiliza. Akasikiliza mpaka yule binti alitoka mwana, akasema, baba, kama hutaki niwe mshirika wako, si ungeniambia. Mbona unataka kunikata mkia? Haifai hivyo baba, mimi ni mtoto wako, siwezi kukusema maana. Ningekuwa ni mtu wa kawaida huko nje ningemtukana. Sasa wewe ni baba. Unaona? Akawa anatoka. Kesho kamati imeitwa huko bila mchungaji kujua. Jamani, nimethibitisha mwenyewe. Nimethibitisha, wanakaa yule mchungaji. Wamekimbia washirika, alikuwa na washirika 70. Sasa hivi wamebakia 5. Wamebakia ngapi? 5. Sasa kwa sababu gani? Kwa sababu ni kweli wapendwa, Mungu anatupa washirika wazuri. Wengine wazuri hata wasura. Huo ni uwazi usiopingika. Wapo wazuri. Unaona kama mwingine ni mzuri, ni kama hata mke wako sio mzuri. Azuri. Nasema hivi, linda moyo wako. Usiuperekeshe. Usiuperekeshe moyo wako. Jamani, tutaaibika. Si wananielewa? Lakini tutaaibika jamani. Tutaaibika. Aibu zilizozupata zinatosha. Wanasema mchungaji wa askofu fulani, unajisikiaje moyoni? Unasikia ninachunga, askofu ni mchungaji wa wachungaji. Je, washirika wangu na wachungaji na walisha ipasavyo au la? Lakini pindi utakapokuwa nakuomba linda moyo wako. Tusisikie habari ya eneo lako tunamkorofisha Yesu katika mbingu zake, tunamghadhibisha. Nasikia machozi, nitafanya nini sasa? Tuko nafanya injili gani? Tutahubirije hapo? Tutahubirije hapo? Tutamsema Yesu wa namna gani? Madhehebu yatatukimbia, yatatucheka, watu watatucheka. Inakuwa kama vile Yesu hakukuita mpendwa. Tatizo la kuto kulinda moyo wako. Umejiachilia, umejibanika. Unajibanikaje wewe? Unajibanika kama mshikaki mbele ya mbwa. Inawezekana vipi? Wapo watu wametumwa special kutujaribu, kutupima. Wametumwa. Jiandae kushinda. Unapoiona clip yangu moja, nimevaa magunia, niko madhabahuni, ni wakati nimepata taarifa kijana wangu Matokeo ameanguka kule Mpangala. Nilivaa magunia madhabahuni. Mmeiona wengine kwenye picha yangu. Nilivaa magunia, nililia mbele ya madhabahu. Pale kanisani nikawa natangaza watu 2 wameanguka kwenye uzinzi. Kwa nikawa natangaza, jamani, mchungaji wetu mmoja amemtokea haya na haya. Nitaka kuzimia Sipendi dhambi. Mimi nasema uchukieni uovu mkiambatana na wema. Kwa nini tuilete dhambi kwa karibu? Kuweni na maarifa. Kuweni watu waelewa wachungaji.
Hebu tumtumikie Mungu kwa uzuri wake. Amegharimia msalabani, ametutunzia heshima zetu. Mara tu unapokuwa umejipelekesha kwa watu kama hao, umeharibu kizazi chako. Hiyo dhambi itatembea mpaka kwa watoto wako. Sikia, endelea kusoma hiyo andiko Yakobo, endelea kusoma hilo andiko. Watu wanajipeleka. Tunajipelekaje? Kwani hawaonekani? Si wanaonekana. Na Mungu ni mwaminifu, hawezi kuacha kutulinda. Atatulinda mpaka ukamilifu wa dahari, mpaka tuthibitishe. Ninaposema na wewe nimepitiwa na hayo, nimejaribiwa. Amekuja mtu mwingine, niko naye namuombea, nasema kaneno kamoja, ameshadondoka kule, alafu nguo zote zimevurika, ziko huku, akitaka mimi niangalie mapaja yake. Nipogundua mimi mwenyewe sioni nguvu niliyotumia mpaka nadondoka. Kuna upako gani hapa umepeleka mpaka dondoke huyu? Pumbavu kabisa wewe. Bamiza mlango, naenda kuwaita wanawake, kamuombeni yule mtu yuko mzee. Siwezi kuendelea kuombea mimi wakati najua kwamba ile tatizo lipo hapa, kuna genge linaniwinda. Siwezi kuendelea kumwombea. Vitu vingine, dhambi zingine tunakimbia kwa nini? Kwa miguu. Chana mbuga. Utaonekana kama umeshindwa, utaonekana wewe ni jasiri, ni shujaa. Unalinda palipo pasitibuke kwenye chemchemi yako, panatafutwa patibuliwe, paharibiwe. Wanangu, mnanielewa? Lakini nawaomba sana, na hasa zaidi kama umeanza huduma ya maombezi ya kuombea wenye matatizo, ndio mara nyingi hatari ziko huko. Wametega mtego, wametega huko. Kuna wakati mwingine mwezi mzima ninaonyeshwa natembea niko uchi wa mnyama. Nimetubu, nimefunga, nimetubu, bado naendelea natembea niko uchi wa mnyama. Alafu natembea kwa watu. Wa Mungu we, nimekosa. Basi kama unaona kuna dhambi itaniangusha, nichukue. Na mimi wapenda nimeshaweka nadhiri. Kuna siku nyingine natangaza tena, msije mkaona nimekufa ghafla, msiseme kwamba wameniroga. Mimi nilishamwambia Mungu, kama kuna dhambi ya anguko mbele yangu, dhambi yoyote, Mungu naomba unipumzishe mapema kuliko kuwa kituko cha watu. Naomba unipumzishe, nilaze Bwana. Watasema alikufa, alikuwa mtumishi wa Mungu, kuliko nikawa mtu wa aibu ya dhambi ya uzinzi. Sio dhambi ya uzinzi, ni nyingi, lakini tunaisema kwa sababu ni chafu mno. Tunakosana wengine kwa ajili ya dhambi hiyo. Tunagongana kwa ajili ya dhambi ya uzinzi. Na umri wa kanisa, watumishi wetu asilimia kubwa ni vijana wadogo. Vijana wadogo asilimia kubwa. Jilindeni wanangu. Yesu amewaamini, Yesu amewapenda, Yesu amewaelewa, mtaweza. Yesu amewaamini, mtaweza. Jilindeni. Dhambi mbaya sana hii. Endelea kusoma ulipokuwa unasoma Yakobo. Hiyo Yakobo hiyo. Sikiliza. Sura 15. Nasema alafu ile tamaa ikishachukua mimba za tamaa ikichukua mimba. Sikiliza. Tamaa haimdondoshi mtu siku moja. Ukitamani siku moja huwezi kaenda kuzidi siku hiyo. Ile tamaa lazima ikae ndani yako, ikomae. Yaani iendelee. Kama unaiendeleza inakomaa. Inapokomaa inatengeneza madhabahu ya dhambi. Lazima ikunase kwenye dhambi. Alafu baada ya dhambi ndio kusoma. Anasema ile dhambi kisha kukomaa uzaa mauti. Unaona? Dhambi ikisha kukomaa uzaa mauti. Nayo dhambi unaweza kuzini mara moja, lakini unashangaa ndani yako kuna hofu ya Mungu bado kubwa. Umezini mara? Ina maana ile dhambi bado haijakomaa. Haijakupa kuwa mzoefu wa mambo haya. Bado unashangaa kila ulipo unasikia mshituko. Kwa nimefanya nini? Ulianguka mara moja. Ina maana hiyo dhambi ipo lakini haijakomaa. Inakuruhusu kutafuta toba. Ila dhambi kikomaa inakupa kuwa mzoefu tu. Kwenda na huyu sawa, kwenda na yule sawa, yani sawa, alafu hofu ya Mungu inakutoka jumla.
Ikikutoka hofu ya Mungu, nasema hivi, mtu aliyekuwa wa imani na mtumishi wa Mungu akiharibika ni mbaya. Heri ukutane na gaidi kuliko mtu aliyekuwa mtumishi wa Mungu alafu akaharibika. Leo hii mimi hapa nikiharibika, niingie kwenye udunia, nitawakatua wote ninyi, nitawachafua. Hata mjitahidi kujisafisha, nitawachafua. Nitatunga maneno ya uongo, nitatunga habari za uongo, nitasema vitu vya uongo, nitasema vitu vya uongo. Lengo ni wachafue tu. Nini? Nimeharibika. Mkikutana na gaidi, ukisema kwa jina la Yesu, atanyamaza. Lakini huyu aliyezoea majina la Yesu, amezoea majina la Yesu, anakuwa mbaya kuliko aliye. Jilindeni. Hiyo dhambi ikikomaa inazani ni mauti. Na kinachotupelekea tuingie kwenye dhambi ni ule moyo wa kibinadamu. Lakini mtu akisha kuwa na moyo mpya na roho mpya, aisee, zina umakini. Moyo mpya na roho mpya zina macho ya mbinguni. Moyo mpya na roho mpya zina akili za mbinguni. Zina ufahamu wa mbinguni. Zina ile silaha, zile nguzo alizokuwa nazo Yesu 7 zinazopatikana kwenye Isaya 11. Amina. Maarifa, hekima, ufahamu. Moyo wa mbinguni una maarifa, hekima na ufahamu, na vitu vyote ambavyo vinaweza vikakuruhusu kufanya huduma ya Bwana. Amewatuma katikati ya mbwa mwitu. Iweni wapole kama huwa na kuwa wajanja. Ujanja unapatikana kwa moyo mpya. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Umenielewa mpendwa wangu? Nimekutenga tukae huku porini, msituni. Tuonyane yaonyeke. Tuonyane, tusutane, tutengenezane, tuivishane, tupikane, tuive. Ambaye haivi tunachochea moto tena mpaka atakapoiva. Kuna nyama zingine kama ng'ombe ilikomaa. Ya tusiendelee hapo. Umemaliza kusoma? Pale chini yake unasemaje? Nasema ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Kesi ni kudanganyika. Akishadanganyika na roho hii, ameshategewa mitego ya namna zote. Umedanganyika na tuposho, umedanganyika na tunini, umedanganyika na tuzawadi, umedanganyika na tunini. Wanaweka chambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi pale nyumbani washirika wanaleta vitu vingi sana. Anayepokea ni mke wangu. Na ameniambia uruhusiwi kupokea chochote kwa washirika. Nitapokea mimi. Nimesema sawa. Na anapopokea kuna vitu anasema kwamba kamshukuru fulani alikuletea kitu fulani. Kiko wapi? Nasema siulize kiko wapi. Hawa wake zetu wana jicho la tatu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wana jicho la tatu. Tena ninasema hivi, wana umakini fulani. Mungu amewapa vitu fulani. Kwa anaambia asiye kavunjika moyo mtu fulani, kamtie moyo, akasema nashukuru, mzigo ulifika. Lakini kwangu haujafika, nimesikia habari ilifika. Kumbe umeshapita. Unajua lolote ambalo limelengeshwa kwako wewe, hata kama ni roho mbaya imenuishwa na nini na maneno yamenenwa mle, kama yamelenga wewe, akienda kushiriki mwingine hayamdhuru. Unafahamu hivi? Yaani kama nimelengeshwa mimi chakula hiki nile, halafu kinidhuru, mimi nikatoa hiki chakula nikampa huyu atakula na baki kwa salama, kwa sababu hakikulenga huyu. Kwa hiyo kuna vitu vimekuwa vikifanyika. Hii ni siri yetu kama wachungaji, tunaonyana hivyo. Na tunakuwa makini tunapokuwa makanisani, kwa sababu washirika tulio nao, Mungu anatupa macho ya kujua huyu sawa ninaye, kondoo wengine ninao, sio wazizi hili, nao imenipasa na sauti yangu wataisikia. Wapo wana malengo yao. Jamani, kuwa makini, linda sana chemichemi za moyo wako. Hasa zaidi moyo mpya unapoingia. Na leo tunakwenda kuomba moyo mpya. Amen. Haya, ikiwa unalitumaini neno la Mungu, wewe mwenyewe ufanane na lile neno ili uwe na halali ya matumizi ya neno. Omba Mungu au karabati moyo wako, uwe na roho ya unyenyekevu. Omba Mungu
aibadilishe nia ya moyo iwe na nia ya Kristo. Omba Mungu avunje na kubomoa utu wa kale na tabia nyemelezi za kiukoo na kabila lako, yaani vifungo vya giza, na kupokea kifungo cha Injili. Unapokuwa umeondoa kifungo cha giza, pokea kifungo cha Injili. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pale mwanzoni somo letu linasema, Mungu mkuu mfalme, nakusihi uniumbie moyo wa nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunalisali moja la maombi. Tunalisali moja la maombi. Kila mmoja paparika kwamba umesema utanipa moyo mpya.